UEFA, CONCACAF na AFC zatoa barua ya pamoja kuhusu masuala yanayohusu FIFA na rais wake Gianni Infantino. Na nukuu ikisema, soka ni shauku kubwa zaidi inayounganisha watu duniani. Si mali ya mtu mmoja wala taasisi moja. Ni mali ya wachezaji, mashabiki, vilabu, mashirikisho ya kitaifa na kila taasisi iliyopewa dhamana ya kulinda mustakabali wa mchezo huu. Na kwa msingi huo, kama mashirikisho ya kanda yanayowakilisha wanachama wao, tumeamua kuzungumza kwa pamoja. Ukuaji wa soka katika muongo uliopita umekuwa wa kweli, lakini maendeleo hayo hayakuwa kazi ya mtu mmoja. Yalikuwa matokeo ya juhudi za pamoja za FIFA, mashirikisho ya kanda, mashirikisho ya kitaifa na maelfu ya watu wanaojitolea maisha yao kwa ajili ya mchezo huu. Mashindano yaliyopanuliwa, maamuzi ya kuipa nchi wenyeji kombe la dunia la FIFA la mwaka 2030 na mwaka 2034, pamoja na usambazaji wa rasilimali kwa mashirikisho ya kitaifa, hayo yote yalikuwa mafanikio ya pamoja, yaliyokubaliwa kwa pamoja na kutekelezwa kwa pamoja. Hili si suala la fedha. Mashirikisho tayari yameitaka FIFA kutumia kwa uwajibikaji akiba yake kubwa iliyopo ili kuongeza uwekezaji katika maendeleo ya mashirikisho ya kitaifa. Wala si suala la mwanachama yeyote kupoteza msaada aliyoustahili licha ya hofu inayosambazwa kwa wanachama wetu kwa madai ya vinginevyo. Wala si suala la kurejea kwenye maamuzi kuhusu upanuzi wa mashindano, mgao wa nafasi za kombe la dunia au maamuzi mengine yaliyofikiwa kwa pamoja. Maamuzi hayo yalifanywa kwa pamoja na lazima yaheshimiwe. Hili linahusu jambo la msingi zaidi, uadilifu wa mchezo na uadilifu wa viongozi waliochaguliwa kuongoza. Uongozi katika soka si mali ya mtu, si suala la kushikilia au kudai mamlaka ili kuendelea kuwa nayo. Ni wajibu wa kutumikia familia ya soka iliyokukabidhi dhamana hiyo. Pale uaminifu unapovunjwa kupitia udanganyifu na pale mtu anapojiweka juu ya jumuiya iliyomkabidhi mamlaka, basi wajibu huwa umeachwa. Barua ya hivi karibuni ya FIFA kwa makamu wa rais wake na mashirikisho 211 ya wanachama inakiri kwamba makosa yalifanyika katika mchakato huo. Hata hivyo, FIFA imechukulia suala hilo kama kushindwa kwa mawasiliano, wakati soka lilichokiona kilikuwa kushindwa kufanya uamuzi sahihi. Pendekezo hilo lilipelekwa kwa muda mfupi sana bila mashauriano ya maana na kusukumwa kuelekea kwenye muda wa mwisho kabla ya mashirikisho ya wanachama kupata nafasi ya kutosha ya kulipitia na kuelewa masharti yake. Hili halikuwa kosa la bahati mbaya, lilikuwa ni mchakato ulioundwa kwa namna iliyolenga kupunguza uchunguzi na ufuatiliaji. FIFA pia haikukiri kwamba pendekezo lenyewe lilikuwa na tatizo kubwa. Bado hakuna utambuzi kwamba jaribio la kuuza sehemu ya maslahi katika kombe la dunia la FIFA lilikuwa kushindwa katika kufanya uamuzi sahihi. Si kosa la kiutaratibu pekee, bali ni kuvunja kwa kiasi kikubwa uaminifu kati ya FIFA na taasisi zile ambazo FIFA ipo kwa ajili ya kuzihudumia. FIFA pia imeahidi kuwasilisha ripoti kamili kuhusu matukio haya kwa baraza la FIFA. Hata hivyo, kwa mara nyingine tena imeshindwa kutambua kwamba utawala bora katika mazingira ya kushindwa kufanya uamuzi sahihi kwa kiwango hiki unahitaji uchunguzi ufanywe na taasisi huru kabisa ya nje, si FIFA yenyewe, wafanyakazi wake au mdau yeyote ndani ya soka. Utawala wa FIFA haupaswi kuwa na jukumu lolote katika kufanya uchunguzi huo. Kama ilivyoelezwa katika mawasiliano ya awali, nyaraka na kumbukumbu zote zinazohusiana na suala hili lazima zihifadhiwe kwa mujibu wa maelekezo ya UEFA kuhusu uhifadhi wa nyaraka. Barua yenyewe ya FIFA pia inathibitisha kwamba afisa mmoja tu aliyechaguliwa alikuwepo katika kikao cha uongozi kilichofanyika Morocco. Hakuna mjumbe wa baraza la FIFA wala mwakilishi wa mashirikisho ya wanachama aliyealikwa kushiriki. Kilichokuwepo ni kamati ya uendeshaji iliyoundwa na viongozi waandamizi wanaoajiriwa na FIFA. Mkutano huu wa hivi karibuni, ambapo baadhi ya wajumbe wa kamati ya uendeshaji ya FIFA badala ya kamati nzima waliitwa kwenda nje ya nchi badala ya uongozi kwenda Zurich kushughulikia kiini cha FIFA, yaani wafanyakazi wake, unaongeza zaidi wasiwasi huu. Pia unaonyesha kuendelea kwa mtindo ule ule wa mwenendo uliotufikisha katika hali tuliyopo sasa. Huu si mwenendo wa mtu aliyepewa dhamana ya kulinda mchezo. Ni mwenendo wa mtu anayeamini kwamba mchezo wenyewe unapaswa kuwajibika kwake. Hii ni AyoTV Sports. Mimi ni Gladness Joseph.